Kwa jina naitwa Mhandisi Suleiman Bishanga, ni meneja wa TANROADS mkoa wa Mbeya. Mkoa wetu wa Mbeya una mizani miwili kwa hizi barabara zetu kuu. Hii barabara kutoka Mbeya kwenda Makongorosi kwenda Rungwa, kwa maana inatuconnect kutoka Mbeya kwenda mikoa jirani ya Tabora na Singida, lakini baadhi ya nchi jirani kwa maana ya Rwanda, Burundi na Uganda. Sasa nikizungumzia ule mzani peke yake, tuna takwimu ya magari kuongezeka, kwa maana ya huduma ya usafirishaji katika vituo vyetu vya mizani imeongezeka. Na namna tunavyoona, kwa mfano mwaka 2024 kwa upande wa matunda, kituo chetu kile kilikuwa na magari yanayopimwa kwenye magari 80 mpaka 90. Lakini mwaka uliofuata 25 magari yameongezeka kutoka kwenye 90 kuja mpaka 140. Na kwa mwaka huu magari yanazidi kuongezeka kwa sababu tunapima kwa siku magari zaidi ya 100 mpaka 150. Vile vile kituo chetu cha Uyole na kwenyewe magari yameongezeka. Ukiangalia takwimu ya miaka ya nyuma, kwa maana mwaka 2024 tulikuwa tunapima kati ya magari 220, lakini mwaka uliofuata magari yameongezeka kwenda 270 mpaka 80, na kwa sasa hivi magari tunayopima yanaangukia kwenye 300 mpaka 310 kwa siku. Sasa hiyo inaonyesha ni namna gani huduma pia za mizani yetu zinaongezeka. Na mizani hiyo miwili niliyosema yote iko fixed, lakini tunaiweza kuimanage hata hapa ofisini, kwa sababu tumeifanya ikawa linked na CCTV camera ambazo sisi tunaweza kuziona tukiwa hapa ofisini. Kwa hiyo tunarahisisha ile management, na hii ni hatua ambayo serikali inaifanya kujaribu kuweka uwazi juu ya usimamizi wa shughuli za mizani, kwa sababu ya unaweza kukuta wasafirishaji wanalalamika, nawe kutoka hapa mpaka Uyole au kutoka hapa mpaka Makongorosi kule inakuwa ni ngumu, lakini unaweza ukatrivo zile taarifa za msafirishaji. Na hii pia ni kwa ajili ya kuboresha infrastructure zetu, kwa sababu mizani hii ambayo inakuweko barabarani ni kwa ajili ya control uzito, lakini kuangalia zile standards za magari yanayopita kwenye barabara zetu. Nikichukulia mfano, tunavyokuwa tuna control standard, kunakuwa na magari ni abnormal, aidha yana upana mkubwa kulingana na barabara. Sasa vile vituo vya mizani tunaweza kucontrol, na hii ni kwa manufaa ya wananchi, kwa sababu gari likitembea barabarani haliko standard na halina kibali, bila serikali kujua, linaweza likaleta madhara makubwa. Kwa mfano, likienda gari pana bila kuwa na taarifa kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine, kama kunakuwa hakuna taarifa, basi linaweza likaja likajigonga kutokana na hakuna taarifa ya mzigo ule. Lakini kuna nyaya za umeme, unaweza kukuta gari ni refu kwenda juu, linapita mpaka kwenye nyaya za umeme, ukakuta sasa zinaleta ajali kwenye barabara. Ndio maana sasa umuhimu wa mizani kuwepo kwa upande wa kudhibiti standards na kudhibiti mizigo ambayo ni mipana na mikubwa. Lakini kwa upande wa mizigo, kwa maana ya uzito wa magari yamewekwa configuration kutokana na sheria, lakini kutokana na namna ya kuendesha shughuli za mizani. Na gari linavyotoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine linakuwa na records. Sasa kwenye vituo vyetu ni rahisi kujua ni mzigo kiasi gani unasafiri kwenye barabara zetu. Zile taarifa zinasaidia pia katika kutengeneza mipango ya serikali. Tukishajua mzigo unatokea labda bandari ya Dar es Salaam unaenda Malawi, kwa hiyo sisi pale Uyole itakuwa ni rahisi kujua ni mzigo wa aina gani unatoka Tanzania kwenda Malawi, lakini pia ni mzigo wa aina gani unatoka Malawi kuja Tanzania, lakini pia uzito wake unakuwaje, ili tuweze kudesign barabara ambazo zitatusaidia kuweza kuhimili ile mizigo inayopita kwenye maeneo tajwa.
Hivyo hivyo na barabara ya kutoka Mbeya kwenda Makongoros kwenda Rungwa upande wa Singida na upande wa Tabora. Mizani ikiwa kule ni rahisi kujua. Kwa mfano, hii hali ambayo naisema ya kuongezeka kwa magari, tayari serikali imeshaona kwamba sasa upande wa kutokea Mbeya kuelekea Makongoros kwenda Rungwa upande wa Singida kuna ongezeko la magari kwa haraka. Kwa hiyo na mipango ya serikali kuitengeneza barabara ile kutoka kwenye gravel kwenda lami ndo inaongezeka zaidi. Unaweza ukaona barabara ya kutoka Makongoros kuelekea Singida, upande wa Singida wao wameshaanza kujenga kiwango cha lami, lakini na sisi huku tumeanza kuweka infrastructure ambazo zinaweza kubeba mzigo mkubwa lakini kurahisisha usafirishaji. Hii inazungumza ili kuweza kujua umuhimu wa mizani eneo kwenye barabara. Mtu mwingine anaweza kaona kwa nini mizani inawekwa, lakini inatoa taarifa za msingi ambazo zinasaidia kumonita na kuweza kufanya maendeleo mengine ya nchi. Lakini ule uzito pia kucontrol. Mwingine anaweza akasema mbona mzigo labda ni kilo 50 zimeongezeka kwenye gari lenye tani 56. Sasa kama ni kilo 50 ingeruhusiwa? Ni kweli, kwa sababu ukiangalia katika mahesabu ya kawaida ukiona kilo 50 zinaweza zisiwe na athari, lakini ikishaongezeka hilo kilo 50 kwenda kwenye 56, badala yake zinakuwa kilo 56 na ile 50 inaongezeka pale. Kwa hiyo ile yote inaenda kufanya uharibifu kwenye ile barabara, tofauti na kama ile gari ingetembea kwenye bila kuzidisha zile kilo 50. Kwa hiyo ni kuwasihi tu watumiaji wa barabara, lakini na wale transporter kujua pale ambako zile faini zinakuwa zinatoka kwa maana ya kwenda kusubsidize, kumguide yule anayesafirisha mzigo ule usiweze kuzidi kwenye kiwango ambacho kimewekwa na sheria. Kiwango kile kimewekwa mahususi na kimewekewa allowance ambayo msafirishaji anaweza kuitumia. Sasa ile allowance iliyowekwa na serikali au na sheria ni allowance ambayo wa transporters wote wanatakiwa waitumie ile kama mwanya wa kuwasaidia wasizidishe zaidi, na ndio maana sasa inawekwa kwenye mizani yetu ili kuweza kuicontrol. Na katika uhalisia mizani hii ilivyowekwa inapima kutokana na segment ya zile barabara. Nikisema segment au section, niseme nichukulie kutoka hapa Mbeya kwenda Dar es Salaam, tuna mizani mingi huko katikati, lakini ile mizani inapima kutokana na gari inavyokuwa inatembea. Lakini huko katikati you never know, mtu anaweza kaamua aongeze kilo kidogo tu. Amekuja kutoka Dar es Salaam iko vizuri, akafika Iringa iko vizuri, lakini akafika Mbeya akaona achukue mchele wa Mbeya kilo 20 kumpelekea mtu wa Tunduma. Kwa hiyo akienda kule Mpemba ile gari inaweza ikazidi. Ikishazidi ataonekana kwamba yeye ametoka Dar es Salaam lakini kote hajazidi, ila amezidi Mpemba, wakati ameongeza kilo 20 wapi? Mbeya. Likewise na wengine wanakwenda kwenye maeneo mengine. Kwa hiyo ni jambo ambalo kuzidi kwa gari kwenye eneo la mizani inaweza kutokea unless kama labda kunakuwa na itilafu, lakini mara nyingi itilafu tunazicontrol na wenzetu wa idara ya vipimo, kwa sababu na wao wana wajibu wa kuangalia vipimo bila kupunja wananchi au transporters. Tukisema mizani yetu ili kuepuka foleni, kwa upande wa matunda sasa tuja experience foleni, lakini kule tumejiandaa vizuri kwa sababu tuna sehemu kubwa ambayo serikali imeitenga, kwa maana kama magari yatakavyokwenda kuwa mengi tayari ile eneo litaweza kuongezeka na kupata parking ambayo inaweza kusaidia. Kwa upande wa Uyole, mzani wetu wa Uyole ni kweli uko karibu na mjini na msongamano wa magari unazidi kuongezeka kama nilivyoonyesha ile takwimu, na serikali tayari imeshatoa maelekezo kama mzani huu tuweze kuhamisha kupeleka mbele kama unaelekea Rungwe kati ya kilomita 23-25 kutoka kwenye mji, ili uweze kufungwa kule na uweze kucontrol shughuli zetu zingine. Tunafahamu maendeleo yanavyoongezeka na serikali inavyozidi kutengeneza maendeleo. Ukiangalia hizi barabara kutoka Uyole kwenda Kasumulu, lakini kutoka Katumba kwenda Mbambo kwenda Ipinda, na kutoka Mbambo kwenda Tukuyu, yale maendeleo yakishakamilika ya barabara zile, kwa maana uchumi utaongezeka, lakini na magari yataweza kusafirisha mizigo mingi. Ndio maana serikali ina focus sasa
kuhamisha mzani huu kuupeleka upande wa number 1 ili tupate sehemu kubwa ambayo tunaweza kutengeneza statistics vizuri na kuweza kupima magari yale bila kuwa na msongamano ya maeneo mengine. Otherwise ni washukuru, lakini pia ni wasi transporters wasizidishe mizigo kwenye magari, lakini pale ambako wanahitaji kupata ufafanuzi, pale kwenye vituo vyetu tumeweka namba za viongozi wa mikoa, lakini pia tumeweka namba za wenzetu upande wa TAKUKURU, lakini pia kama anaweza kuwa ana kitu kingine cha kutaka kujua, basi yule transporters anahitaji apate tiketi yake kwenye eneo la kituo ili apate ufafanuzi kutoka kwenye msimamizi wa mizani wa eneo la kituo. Lakini kama ataona bado hajapata ufafanuzi sahihi, ni vyema kawasiliana na uongozi wa mkoa ili waweze kumsaidia kutoa ufafanuzi juu ya mzigo ambao anausafirisha, kama ulivyozidi au kama hujazidi. Kwa chochote ambacho anaweza kuona kinaweza kumsaidia kupata taarifa sahihi juu ya mzigo wake, ni vyema sasa akawasiliana na uongozi ili uweze kutatua tatizo lake.